Amen. Karibuni tena katika kipindi cha Bible Study, kipindi kinachojia kwa sana makanisa ya Umoja, makao makuu yakiwa hapa Dallas, Texas. Kanisa lipo kimtandao. Ni kipindi kingine cha Bible Study, kwa ni kipindi kipya kwa siku leo. Kama ambavyo umepata katika reminder yako, kipindi kinaitwa ama title kinaitwa Kukua Kiroho. Kukua Kiroho. Toka tunatembea leo Korintho wa kwanza 13:11 pamoja na mistari mingine itakayofuata. Tunamshukuru Mungu ameweza kumwandaa kwa siku leo kuwa naye. Mchungaji kiongozi wa makanisa ya Umoja, Reverend Dr. Absalom Nastua. Kabla sijamkaribisha basi nakupa naye nafasi yako nyingine ya kuwa shemasi. Tafadhali kamata ile flyer ama reminder yote kukumbusha kuweka katika kipindi, ukiwafuatia watu wengine watatu popote pale ulipo, ukiwa taarifa kwa kipindi chako cha Bible kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Na vile vile kumbuka basi kama haukumbashara kwamba hawako live, kumbuka kusubscribe katika channel yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Baba mchungaji, nakushukuru tena kwa nafasi yako, utayari wako kuwa pamoja nasi kwa siku ya leo. Kipindi hiki cha Kukua Kiroho itakuwa ni sehemu ya kwanza kwa siku ya leo. Kalenda yetu ikisema kwamba ni Novemba 6 kwa ambao tuko huko Marekani, Novemba 7 10 alfajiri kule nyumbani South Africa. Tunamshukuru Mungu pia kwa wale ambao wako nje ya hapa Marekani na wameweza kuingia katika kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana. Basi mpoteza muda na kukaribisha tena kwa kipindi chako cha Bible Study kwa mchungaji. Utaanza kwa sala ndio tutaingia moja kwa moja katika kipindi chetu. Reverend Dr. Nasua, karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu Brother Jerry. Nashukuru wewe pamoja na Bible Study. Mungu awabariki sana. Amen, amen. Rombe. Baba na Mungu katika jina tunakuja mbele ya kiti chako cha rehema, kiti chako cha enzi na mamlaka, nguvu. Tuunganisha ya Umoja Bible Study na madhabahu Mungu. Tumekuja kwa kuanza kutoka kwako na kwa Bwana tuweze kutenda sababu tunapokwenda kwa kukua kiroho kwa Mkristo, kuomba pamoja wako na Bwana. Amen, amen, amen. Sana sababu mchungaji, labda niseme pale ulipo network imekuwa inakuhadaa kidogo. Kuna background noise kidogo inakuwa inakukata sauti yako. Naangalia hapo nasikika vizuri. Hapo umeanza kuimprove vizuri zaidi kuliko ule muda ambao ulikuwa ukisali. Japokuwa tumeweza kupata sala ile kwa namna yake. Amen. Basi kama nitakuwa change direction kidogo. Amen. Sasa hivi uko vizuri kabisa. Amen. Asante sana. Basi kama mlivyoona kwenye flyer yetu, somo ambalo tunajifunza leo na wiki ile inayokuja, tumeandika kukua kwa Mkristo au kukua kiroho kwa Mkristo. Zote ni title ambazo zinakwenda pamoja. Kukua kwa Mkristo, lakini unaweza ukasema pia kukua kiroho kwa Mkristo. Imekuwa ni dokeza ili eneo katika prayer line yetu. Mtakuwa mmesikia nikiwa nazungumzia kukua kwa Mkristo au kukua kiroho kwa Mkristo, na leo nimepata neema kulileta kwenye Bible Study na mimi hapa hali pazuri kwa sababu kutakuwa na neema ya kuuliza maswali, neema ya kuchangia na vitu kama hivyo. Sasa niseme tu safari ya kuzaliwa mara ya pili. Safari ya kuzaliwa mara ya pili au kuokoka, mtu anapookoka inalinganishwa na safari ya mtu anapozaliwa na kutoka katika tumbo la mama. Unapozaliwa kiroho, ile safari basi inalinganishwa na safari ya kuzaliwa pale unapotoka kwenye tumbo la mama. Sasa utajua ya kwamba katika kukua kwa mtu
katika kukua kwa mtu kutokea anapozaliwa kwenda kwenye utu uzima, kuna hatua muhimu ambazo anapitia. Kuna hatua ambazo mtu anapitia au unapaswa kuzipitia. Huwezi kuzaliwa na kuwa mtu mzima kwa wakati mmoja bila kupitia vipengele fulani fulani au hatua fulani fulani. Sasa mtu anapotoka pia, mtu anapokoka ya mambo ambayo, samahani kidogo, sekunde moja. Amen. Hebu tuendelee. Jamani ndugu zangu. Basi samahani kidogo. Na nikaribisha sana katika feedback ile course Bible study. Somo ambalo tunaenda nalo kwa wiki hii ni kukua kwa roho sehemu ya kwanza. Mtumishi alikuwa ameshaanza kitaifu kwamba tunasimama na Wakorintho wa kwanza 13:11 na alisema kwamba kukua kwa Mkristo kunaweza kufananishwa na safari ya damu pazaliwa katika tumbo la mama yake. Alikuwa akiendelea kutoa mifano katika hiyo. Kwa hiyo sasa namruhusu aweze kuendelea na mwendelezo ule. Karibu tena mtumishi wa Mungu, wewe Dr. Nasua. Asante sana. Sasa kuna mambo mengi ambayo mzazi anakubaliana nayo au kuchukuliana nayo kutokana na stage ya mtoto anapokuwa. Wazazi wanajua kwamba kuna vitu ambavyo mtoto akifanya mzazi anachukuliana navyo kutokana na stage mbalimbali. Mtoto akianza kutembea, wa mzazi anafurahi. Hata akitembea akaanguka, mzazi anafurahi kwa sababu mtoto ajifunza kutembea. Lakini kuna stage mtoto akikimbia, akianguka, anapata na kiboko pia. Ulikuwa unakimbia nini? Mama anamchapa kwa sababu kuna vitu ambavyo kwenye stage fulani ya maisha mzazi hategemei kuviona kwa mtoto. Sasa Mtume Paulo anatuambia hivi katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima. Sasa hapo ni transition kutoka kwenye utoto kwenda kwenye utu mzima. Kuna mambo yanaonekana. Anasema nimeyabadilisha au nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Sasa mtoto mchanga huwa ana changamoto katika maeneo matatu kulingana na Paulo. Eneo la kwanza ni eneo la kusema. Eneo la pili ni la kufahamu. Na eneo la tatu ni la kufikiri. Sasa changamoto hizi zinaendana na mtu aliyezaliwa mara ya pili. Unapozaliwa tu mara ya pili, unapookoka, unakutana na haya mambo. Kusema kwako utatuonesha huyu bwana ndio ameanza safari. Na tutegemei kwamba tutaona mambo makubwa katika usemi wako. Sasa unajua mtoto yeye anaweza akasema jambo lolote mahali popote. Hiyo ni sifa ya mtoto. Popote na mahali popote anaweza akasema chochote. Lakini pia uwezo wake wa kufahamu uko limited. Mtoto afahamu sana, na kama atafahamu sana tofauti na umri wake, then mnasema mtoto ni mtoto ambaye ni wa tofauti kidogo, au ana kitu ambacho ni cha tofauti. Lakini pia
katika kufikiri. Mtoto kufikiria kwake sio kukubwa. Sasa anafikiria tu ya hapa, anaweza kufanya jambo lolote, afikiri kwamba nini kinaweza kutokea. Sasa Paulo anasema unapoanza safari ya kuzaliwa mara pili, basi lazima utapitia stage hizo. Utapitia stage ya kusema, kufahamu na kufikiri. Na kibaya zaidi, mtu anapokoka huwa anafikiria ya kwamba ameshakuwa anajua kila kitu. Utakuta mtu unaongea naye, unamuuliza umeanza safari lini ya kutembea na Bwana? Lengo la kuuliza vile unataka kujua huyu mtu naweza kumuengage katika level gani. Naweza kumuengage katika level gani? Kwa sababu kuna vitu ambavyo ukiongea naye hataelewa, japo kwa ndio ameokoka, lakini hataelewa sababu bado ni mtoto mchanga. Ndio maana Paulo anasema mahali pengine, waongofu wapya waliokoka hivi karibuni wasipewe uongozi. Muache kwanza wakue. Kwa sababu ukiwapo uongozi wanaweza wakaribu sana. Na sio kuharibu kwa kupenda, ni kwa sababu uwezo wao wa kufahamu, uwezo wao wa kufikiri, uwezo wao wa kufanya mambo yote hayo uko limited. Kwa hiyo Paulo anatoa tahadhari. Nakumbuka wakati Samueli anaitwa na Mungu, ameitwa mara ya kwanza. Samueli anakwenda kwa Eli, anamwambia Eli, umeniita ila sasa sijakuita. Mara ya pili anakwenda kwa Eli, nimesikia unaniita, sasa sijakuita. Mara ya tatu Eli akajua huyu anayemuita ni Bwana. Ni mtoto mchanga, ajui hata kudistinguish sauti ya Bwana, sauti ya Eli, hawezi kutoka. Ni mtoto mchanga kiroho. Yuko kwa Eli analelewa. Sasa Eli akajua huyu anayemuita sasa ni Bwana. Ndio anamwambia sasa, ukisikia sauti tena, sema mtumishi wangu ninakusikia. Na alipokwenda kusema hivyo, ndio Mungu akaanza kuzungumza naye, akaanza kumwambia kazi ambayo ameiandaa mbele yake. Unapokuwa umezaliwa mara ya pili, kumbuka uwezo wako unakuwa ni tofauti. Bado unakuwa ni mdogo kama mtoto aliyezaliwa katika hali ya kawaida. Uwezo wako wa kusema, uwezo wako wa kufahamu, na uwezo wako wa kufikiri. Na usije kwa bahati mbaya ukaona umeokoka kwamba vitu vyote hivyo vimekuja automatically. Abida automatically. Kwa vitu vyote ni mchakato. Na huo mchakato ukiubypass, mbele ya safari utakwama. Kwa nini? Kwa sababu umebypass baadhi ya vitu. Sasa umebypass baadhi ya vitu, ndio huko mbele sasa unaanza kupata shida sana. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vya msingi kuvipata. Nimewahi kuwa na mtoto, nishashuhudia hapa, mtoto wa rafiki yetu alizaliwa, alafu akabypass baadhi ya vitu, akapewa vyakula fulani ambavyo haviendani na umri wake. Sasa akadevelop ugonjwa mbaya sana. Lakini baadaye wakasema huyu alimisi vitu fulani. Na nilisikia tena ushuhuda wa namna hiyo kwa mwalimu alikuwa ananifundisha hapa chuo ambacho nilikisoma mwanzoni cha Christ for the Nation. Ni mwalimu mmoja pia alitoa ushuhuda unaofanana na huo juu ya mtoto mmoja ambaye madaktari walisema amezaliwa na sickle cell. Na daktari wa kwanza alirecommend kwamba huyu ana sickle cell. Kwa madaktari wote walikuwa wanafuatilia, amezunguka kila mahali, wanaanzia pale ambako ile daktari wa kwanza alisema sema sickle cell, ni dawa gani, labda tubadilishe tumpe hii au ile na ile na ile. Lakini baadaye akaja akapelekwa kwa daktari mmoja Chicago,
na yule daktari alipopelekewa aliletewa mafaili mengi sana na huyo baba, kwamba sasa anasema nishatembea hospitali zote, sasa mwanangu ndio yuko ananiaga sasa hebu angalia. Yule daktari akapata hekima, akasema sihitaji chochote hapa, na hospitali ya kwangu na madaktari wanaonisaidia, nina manesi, nina vifaa, mimi mwenyewe nitaanza kumpima, alafu nitajua tatizo ni nini. Na baada ya hapo yule bwana amekwenda hotelini kupumzika. Nimeambia mwache tu kijana hapa, anaenda hotelini. Basi baada ya wiki moja wakamwambia sasa njoo hotelini. Alipofika hotelini akakuta mtoto anakimbia kwenye makorido, na daktari akasema huyu mtoto hakuwa na sickle cell, isipokuwa daktari wa kwanza alisema na sickle cell, akaanza kupata treatment za sickle cell, lakini alikuwa hajapata vitu fulani katika age yake. Kwa hiyo sisi tulichofanya, tumeanza kumpa vile vitu, na mtoto sasa amechangamka sana, anakimbia. Sababu amekuja pale, mtoto anaangaliwa yuko huko na huko, anatembea na manesi. Ndio anashangaa. Unavuka stage. Ukivuka stage fulani kwenda stage nyingine, kiroho huko mbele inakuja kukusumbua. Sasa Mtume Petro anatuambia jambo hili. Kumbuka tunazungumza kukua kiroho kwa Mkristo au kukua kwa Mkristo, na leo tuko stage ya kwanza. Tutakwenda stage ya pili, ambako sasa tutakwenda kuona tabia au mtu ambaye bado hajakuwa kiroho, tabia zake ni vipi. Alafu na wewe unaweza ukajipima hapo ukajiona. Hiyo itakuwa part 2 ambayo itakuja wiki ijayo. Sasa ukisoma Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 2 mpaka wa 4, Petro anatuambia maneno haya: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya kile yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ikiwa mmeonja kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwende yeye. Jiwe lilo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Haya ni maneno ya Petro. Anazungumza kwa watu waliokoka, walioanza kukoka. Sasa utajua ya kwamba tamaa kubwa ya mtoto mchanga, au kitu pekee ambacho mtoto mchanga anajua, ni maziwa ya mama. Mtoto wengine anakunywa maziwa mpaka anauma titi za mama, na nyingine mama anamsukuma kidogo pembeni, hata anang'ata titi zangu. Ni kitu ambacho mtoto anajua ni maziwa ya mama. Hicho ndicho chakula pekee anachokitegemea katika maisha yake. Anasema mtoto anaweza kanywa maziwa mama miaka 2 hata 3 bila kula chakula kingine. Maziwa ya mama tu, anakula hayo maziwa ya mama, yanamtosha. Sasa Petro anasema kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, mmeokoka sasa, jina lako sasa limefutwa katika kitabu cha mauti, limeandikwa katika kitabu cha uzima. Anasema sasa yatamanini sana maziwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Sema yatamanini sana. Sasa hata kama mmeonja sasa, mmeokoka sasa, umeona ile furaha ya wokovu, umeona kuwa Mungu. Sasa basi fanyeni hima kwenda naye. Au kwa lugha nyepesi, hawezi kukua kiroho kama sio rafiki wa neno la Mungu. Huwezi. Sasa kudanganya. Wala mtu asikwambie bwana unaweza ukakua tu usome neno la Mungu, wewe unakaa tu basi, wewe utakuwa sawa tu. Maisha ya mtu yoyote aliokoka
au katika safari yake ya kutembea na Mungu, anachopaswa kuwa rafiki nacho kikubwa ni neno. Ndio hapo anasema kama watoto wachanga waliozaliwa, yatamanini maziwa ya kile yasogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa mbele tunapokwenda tutakuja kujua maziwa hayo ni neno la Mungu. Tutakuja kujua maziwa hayo ni neno la Mungu. Sasa mokoka, watu wale kusaidia kuokoka, wale kusaidia kujua maneno ya Mungu, wale kusaidia kujua manabii wa hapa na pale. Na kibaya zaidi, manabii wengi hawajasoma, wana kupeleka hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale. Au na mzizi wa neno la Mungu, unakwenda hivyo. Wewe kwa vile una mzizi wa neno la Mungu, unakuja hata maombi yako sasa yanakuwa sio maombi ambayo yana msingi wa neno la Mungu. Unaomba kulingana tu na ulivyofundishwa juu kwamba adui yako wewe muue, fanya hivi. Maombi yako yanakuwa maombi ambayo katika macho ya binadamu mambo mazuri sana. Lakini kwa mtu anayejua neno, anajua ya maombi, hata malaika anayejifunza kazi hajatumwa kwenda kusikiliza maombi, kwa sababu yanajicontradict na kazi ya msalaba. Ile kazi yote ya msalaba ambayo imefanywa, unaona inakuwa contradicted na mtu anavyoomba. Unajua huyu bado, huyu hajajua, anahitaji kufundishwa. Ndio maana watu wengine sasa, huyu bwana hayuko mbali na ufalme wa mbinguni, bado hajaingia, lakini hayuko mbali, anajitahidi, anachunguza maandiko kidogo, lakini bado. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukajua kitu, lakini kama hauna msingi mzuri wa neno la Mungu ambao ndo utakuguide sasa kwenye kila kitu, na shindwa kuelewa unaweza ukachomoza vipi. Petro anasema wewe uliokoka unataka kukua, anakwambia tamani sana maziwa ya akili yasogoshiwa, ambayo ni neno la Mungu. Huwezi ukakua ukaenda mbali kama neno la Mungu hapo alijawa msingi wa maisha yako. Naweza kauliza hapa, wapendwa, kama kuna mtu ambaye amewahi kununua kitabu fulani cha neno la Mungu kwa ajili ya kujisomea. Tuliza swali kama hilo, unaweza kukuta wengi hatujawahi kununua kitabu cha kujisomea tu. Hatujawahi. Sisemi wote, lakini nasema wengi. Sasa unaposoma vitabu mbalimbali unasoma, unaenda kanisani unachukua notes, unafundishwa unachukua notes, unarudi nyumbani unasoma, unakuja tena unauliza maswali kama kuna mahali hujaelewa. Unasema bana, sitaji ulubiri pale, lakini unaelewa ni sijaelewa, hebu nisaidie zaidi. Hauna muda kama huo, hauwezi kwenda mbali. Ndio maana hata wasomi wa kawaida wanajua unaweza kufanya jambo fulani, lakini baadaye wanakwambia kuna kozi za refresh course, unakwenda wanakwambia kuna kozi namna hii, kuna jambo hili limetokea. Kuna vitu vinasema na vikozi vinafanyika ili kukusaidia wewe kwamba uendelee kukua katika hilo eneo. Huwezi ukakaa mahali pamoja alafu kaenda mbele. Wanakwambia kawaida kitu kikaa mahali pamoja akiwezi kaenda mbele, kinaweza karudi nyuma. Huwezi ukakaa mahali pamoja kabisa zote kwa hapo tu, unategemea chakula tu ambacho ni cha kupewa. Wewe mwenyewe hujalichunguza neno la Mungu. Sasa ukiwa unajifunza kupokea kila kinachorushwa kwako, unakula, wewe ni mtoto, sasa kila kinachokuja, jiwe linakwenda, mavi ya mbuzi yanakwenda, kila kitu kinakwenda. Ujui kuna neno ambalo unaweza kukusaidia kujua hiki sio sawa, hiki ni sawa. Hiyo unajua kwa neno. Ndio maana kila kuangalia baada ya mitume, baadaye miaka 3 wanafunzi wa Yesu wamekaa na Yesu. Yesu anafundisha, anakuja anakaa nao. Walikuwa watoto wachanga, wanamuuliza, bana, mbona hapa sisi tulisema kufanya hiki kitu?
Yesu anawaambia kwa nini. Wale watoto wachanga bado hawajijua mambo mengi. Mahali pengine Yesu anamwambia Petro, haya ninayoyafanya sasa hivi huwezi kuyajua, lakini baadaye utayajua. Sasa hivi huwezi kujua. Mtoto mchanga. Sasa Petro huwezi kujua. Hivi vitu unavyofanya wewe huwezi kujua, lakini baadaye utakuja kuvielewa. Na baadaye Petro anakuja kuvielewa. Bali pengine wanamwombea mtu ambaye ni mtoto ambaye alikuwa ni kipofu. Anauliza nani ametenda dhambi? Sababu ni kawaida ukiwa na changamoto fulani, watu wanasema labda kuna dhambi fulani. Akamwambia Yesu, huyu alitenda dhambi au ni wazazi wake? Kwa nini amepata hili jambo? Yesu anamwambia, hapana, hili ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hakuna aliyetenda dhambi, sio yeye wala sio wazazi wake, lakini hili limekuwepo ili utukufu wa Mungu upate kudhihirika. Wanauliza. Yesu anawajibu taratibu. Na hicho kilikuwa ni chuo cha Yesu cha kuwafundisha mitume. Hapo baadaye utakuja kuona sasa Yesu alipokuwa anapaa pale Yerusalemu, pale Galilaya mlimani, wakasema wanataka tuanze kazi. Akasema nendeni kwanza Yerusalemu, kakaeni kwanza kula gorofani kwenye kile chumba ambacho tunaweza kukaa, kakaeni pale. Mtanisubira. Roho Mtakatifu akashuka. Aliposhuka sasa unaanza kuona na Petro sasa wananyuka ujasiri kabisa. Hawa watu ambao walikuwa wanaogopa kufa, walikuwa wanakimbia kufa, sasa wako tayari kufa. Wako tayari kwa kila kitu. Wameshakuwa walimu sasa na wao. Wameshafundishwa sasa, wamelielewa neno. Wanafika mahali wanakamatwa mitume, wanawekwa gerezani. Wanatoka gerezani, wamechapa viboko, wanasifia. Sasa sifa na heshima zina Mungu wetu. Kwa sababu kwake yeye tumestahili kupigwa viboko, tumestahili kudharauliwa. Hao walikuwa wanakimbia, sasa wameshafundishwa sasa. Wanajua neno sasa. Unaona sasa ni majasiri. Hawaogopi kifo, hawaogopi chochote. Wanakwenda wanawekwa gerezani, kesho wanakuta wametoka gerezani. Nani amefungua gereza? Hawajui nani amefungua gereza. Wanatembea na Mungu. Unapokuwa mtoto, mambo mengi huyajui. Unakwenda taratibu, lakini baadaye ukishajua sasa neno, hakuna mtu anaweza kukutingisha. Hakuna mtu anaweza kubabaisha. Waebrania 5:11-14 nasema hivi, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza, kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Mwandishi wa Ibrania ambaye mpaka leo wasomi hawajui nani ameandika hiki kitabu, lakini baadhi wanasema pengine ni Paulo, lakini wakija kuleta kwenye mchakato wanasema hapana, sio Paulo. Pengine wanasema Barnabas, pengine wanasema mambo mengi. Lakini huyu mwandishi wa Ibrania anasema ambaye tuna maneno mengi. Kisoma huko juu utaona walikuwa wanazungumza habari ya Melkizedeki, mfalme wa Salemu. Sasa anakuja hapa anamwambia ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kueleza, kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Watoto wachanga kwa mara nyingi wanakuwa fed up mara moja. Hawa ni watu ambao wanataka kueleza mambo mengi mazuri makubwa, lakini naona wamefika mahali hawezi wakapokea zaidi. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Sasa huyo mwandishi anasema, sasa iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sasa unaona hapo tunavyoambiwa. Mwandishi anasema bwana, nimekaa muda mrefu sana. Nimekaa hapa kanisani muda mrefu. Nilikuwa nadhani mtakiwa kwa walimu sasa. Niwapatie certificate mfundishe huku na huko.
Lakini anasema napokaa na nyie, naona mnahitaji mafundisho ya kwanza kabisa. Mnahitaji maziwa nyie. Hamhitaji chakula kigumu. Lakini mwandishi anajua hao jamaa wamekoka siku nyingi. Pengine aliongoza sala ya toba miaka labda 2-3 iliyopita. Alafu anakuja sasa hapa, anaona kwanza wako wavivu kusikia maneno ya Mungu. Uwezo wa kuyapambanua ni mdogo. Alifikiri kwamba anazungumza na watu wanaojua, kumbe ni watu ambao wanahitaji mafundisho ya kwanza kabisa. Sasa mwandishi anasikitika. Kwa nini? Kwa sababu alitegemea hawa jamaa wanahitajika kuwa walimu sasa na kuwasaidia wengine. Lakini anaona hawa wanahitaji mafundisho ya kwanza. Wanahitaji maziwa. Hawahitaji chakula kigumu. Sasa hata chakula kigumu ni kwa watu ambao akili zao zimezoezwa, zimezoea kutokana na kutumika. Wanaweza kupambanua mema na mabaya. Wanaweza kupambanua kweli na uongo. Sasa kufika kwenye level hiyo inahitaji kabisa kuwa nakula chakula kigumu. Ndio unaweza kujua huyu mtumishi feki, huyu mtumishi wa kweli. Huyu mtumishi anapoteza watu, huyu mtumishi unaona kirahisi. Lakini usipolijua neno, na kuwa kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo anakula mawe, anakula chupa, anakula mavi ya mbuzi. Chochote kinachokuja kwake anakula. Mtoto hajui. Na mtu ambaye ni mchanga anapokea mafundisho ya kila namna, hata mengine hujui, hata yani unatamani kabisa yani hayo mafundisho mengine asiyasikie kabisa. Alafu anaondoka hapo, anakwenda kufanya mambo ambayo ni hatari sana. Tulisikia hapa kwenye prayer line, dada moja anataka kumuua mama yake. Kwa nini? Kwa sababu nabii mmoja amemwambia wewe mama yako anakuloga. Kama mama ndio amemwangaikia kwa kila namna. Nabii mmoja ananyanyuka huko anasema hivyo, alafu anambia panda mbegu hapa, tumbalize mara moja. Huyo hajakaa kwenye mafundisho ya kujua kwamba Biblia inasema usilipe ubaya kwa ubaya. Hata kama unafanya ubaya, usilipe ubaya kwa ubaya. Ukipigwa jambo la kushoto, geuza la kulia. Ukiambiwa nenda maili 1, nenda 2. Alafu anasema Mungu azaa kisasi ni cha kwangu. Sasa uweze kuondoka wewe ukaenda kuomba mabaya yampate mtu, alafu unakwenda kumomba ni Mungu ambaye amemuumba huyo mtu kwa mfano wako. Mchezo wake huo ni mkali, ndugu yangu, nataka nikwambie. Siwezi katoka mimi hapa leo nikamwambia brother Jerry mabaya, alafu naenda kumwambia Yesu, Mungu, bwana Jerry mfanyie hivi na hivi na hivi katika jina la Yesu. Kwa Mungu atakuwa ni Mungu au atakuwa ni sanamu? Na Mungu naye anaangalia, Mungu naye anafikiria, Mungu naye ni wa haki. Ndio maana Biblia inasema naomba vibaya hampati, kwa sababu hamuombi inavyotakiwa. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukaenda kama mtoto mchanga, unakwenda kuomba mabaya yampate mtu, na huyo mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na huyo Mungu anasema pendi mwenye dhambi kufa, wewe unakwenda kumwombea mabaya. Alafu unasema kwa jina la Yesu. Utajifurahisha ndugu yangu, tena utajifurahisha sana. Na huyo mtu utakayemwombea hivyo anaweza aka-excel sana, akaenda juu sana, mpaka na wewe ukimwangalia unapata vidonda vya tumbo kwamba huyu jamaa nimeomba hata nimefunga kwa ajili yake, lakini ndio ana excel. Ni maombi ya mtoto mchanga asiyejua neno. Yesu wakati anakufa, ata Baba wasamehe hawajui wafanyalo. Stefano
mfuasi wa kwanza wa Yesu anakufa. Anasema Baba wasamehe, hawajui wafanyalo. Paulo anakuja, anauliwa. Anasema ombeeni kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka ili watuongoze vizuri. Wewe na mimi tunapokuja tunawaombea mabaya wapate watu. Mmoja akaja hapo ofisini ananiambia, "Mchungaji, kwani tusimwombee rais fulani afe?" Kwa nini? Hujui kinachoendelea. Wewe ni mtoto mchanga. Huwezi kaombea mtu afe na Mungu akajibu hayo maombi. Usipoteze muda wako kufanya hicho kitu. Utatafuta ugomvi na Mungu. Bali kila mtu ambaye anatembea juu ya dunia ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Awe ni mweusi, awe ni mweupe, awe ni kabila lako, awe ni kabila lingine. Ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo unapoingia kuomba kwa mtu aliyekomaa, ni tofauti na mtoto mchanga. Mtoto mchanga naweza akafanya vitu vingi kwa sababu halijui neno. Ndio hapo mwandishi anasema, nilikuwa nafikiri Bwana nyinyi mnalijua neno. Sasa kumbe hamjui neno. Yaani nifikira mnakuwa walimu, kumbe hamfai kuwa walimu. Kwa hiyo akatoa angalizo lingine ambalo lina hatari. Takwenda kusoma mstari mwingine moja au miwili nimalizie kwa sababu muda umekwenda. Nakumbuka hii ni hatua ya kwanza, tuna hatua ya pili inakuja ambayo itakwenda kuangalia zaidi tabia au mtu ambaye hajakuwa kiroho anakuaje. Hapo tumesiki kwenye neno refu sana hili, lakini tumesiki kwenye neno. Wakorintho wa kwanza 3:1-4. Nataka kumalizia kwa dakika 3. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Na alionyesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi. Kama Paulo anavyosema. Anasema wala mimi sizungumzi na nyie kama watu wa tabia za rohoni, labda bado. Lakini hao ni watu ambao walikuwa wameokoka, wanasema wameokoka, wamezaliwa mara ya pili, lakini Paulo anapoangalia anaona hawa jamaa bado hawajafika pale anapotazamia wafike. Sasa anaonyesha maziwa nyie. Walisha chakula kigumu, mtakuwa na watesa. Tukianza kuongea mambo ya ndani ya kiroho, mtakuwa na watesa nyie. Kwa nini? Kwa sababu bado hamjafikia hapo. Na kwa nini hamjafikia hapo? Ni kwa sababu ya uvivu. Tumesoma kwenye kitabu cha Waebrania. Mungu anataka kufika hapo. Yes. Kwa nini hamfiki? Kwa sababu ya uvivu, lakini pia kwa sababu ya kutaka kusikia ile mafundisho ambayo unataka kuyasikia. Sasa anasema, na alionyesha maziwa sikuwalisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, na hata sasa mkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Ndio kitu ambacho nakiona kimejaa sasa. Watu wanajitofautisha, mimi wa nabii fulani, mimi wa mtume fulani. Hata mtu anazungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni kimsikiliza, atamki neno la Yesu. Atatamka mtume, atatamka nabii, atatamka mtu fulani. Siku nzima. Lakini Paulo anakuja kusema, uko baadaye chini ukisoma, hata nani amewafia? Paulo hajawafia, Apolo hajawafia, Kefa hajawafia. Mnajisifu kwa majina yao. Lakini Paulo alipanda, Apolo akamwagilia, lakini Yesu ndo anakuza. Sasa mara chache sana unakuta watu wanamtaja Yesu. Mara nyingi sana unakuta wanaji-identify na majina ya watu. Na huo ni uchanga wa kiroho. Kwa Efeso 4:11-15 utakwenda kumalizia hapo. Kwa Efeso 4:11-15 nasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu.
kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukifuata njia za udanganyifu. Lakini tushike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliyekichwa, yani Kristo. Sasa unaona, Mungu alitoa watu wote hawa, walimu, mitume, manabii, wainjilisti, kwa kusudi la kukusaidia wewe na kukusaidia mimi, ili tuweze kuitenda kazi ya Bwana na hata mwili wa Kristo ujengwe. Sasa hawa wote wanakusaidia wewe kufika mahali ambako utakuwa unamjua sana mwana wa Mungu Yesu, na ukishamjua sana Yesu, anakuambia hautachukuliwa tena na mafundisho ya watu ya kudanganya juu ya jambo hili au jambo lile. Sasa ili ufikie level hiyo ya kumjua sana mwana wa Mungu, lazima ulijue neno. Ulijua neno, sasa unafika mahali ambako huwezi kuchukuliwa na mafundisho ya huku na kule, huwezi kupotezwa, kwa sababu unalijua neno. Ndio maana Daudi akasema, neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Neno ni kila kitu, mtoto wa Mungu. Nataka ile ujue, na tutakwenda kwenye sehemu ya pili wiki inayokuja, ambayo tutakwenda kwa kujua tabia za mtu ambaye ni mchanga kiroho. Unaweza kujikuta, hata mimi mwenyewe nikajikuta ni mchanga kiroho, au wewe ukajikuta ni mchanga kiroho. Kwa tutakwenda kuangalia mambo hayo kwa undani zaidi. Na hapo mwisho kwenye Wakorintho wa kwanza 14:20 inasema, ndugu zangu, msio watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuze watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Naona sasa naweza ukawa mtoto mdogo, tembea na Yesu muda mrefu, lakini kumbe ni mtoto mdogo, mtoto mchanga, na seli maziwa au seli chakula kigumu. Mungu awabariki katika hatua hii ya kwanza, na tutajiandaa kwenda kwenye hatua ya pili Jumapili, Alhamisi inayokuja, ambao tutakwenda kuangalia dalili za mtoto mchanga kiroho. Mungu awabariki. Karibuni watumishi. Amen, amen, amen. Sasa mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasuo kaongoza katika sehemu ya kwanza ya somo letu hili. Ni kipindi cha Bible Study kinachojia kwenye makanisa moja. Title yetu ni kukua kiroho ama kukua kwa Mkristo. Kukua kiroho ama kukua kwa Mkristo. Umeweza kupata mistari mingi pamoja na mafundisho kwa siku ya leo kwenye sehemu ya kwanza ya kutuanzisha kipindi. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Lakini kama kawaida huwa tunapata nafasi ya kuwekana sawa, kuulizana maswali ama kuchangia katika yale ambayo tumeweza kusikia, ama inawezekana utarajia kusikia hujapata nafasi ya kusikia. Utabonyeza alama ya nyota nambari 6 katika simu yako *6, itakutoa katika mute. Utajitambulisha japo kwa jina la kwanza pale ulipo. Tunaamini kabisa na dakika 2 mpaka 3 unaweza kuuliza swali lako vizuri na ukaeleweka, and then atakayekuwa na jibu ama kuchangia atapata muda ule ule. Karibu tuwe tukasema maswali ya majibu. Title ni kukua kwa kiroho, kukua kiroho ama kukua kwa Mkristo. Sehemu ya kwanza. Karibu kwa maswali. Amen, amen, amen. Nafikiri mtumishi wa Mungu Dada Glory na mbona sauti kidogo. Karibu endelea. Ndio. Asante sana kaka Jerry, nimshukuru sana baba mchungaji Dr. Nasuo kwa somo zuri sana la kufanya Wakristo waweze kusimama katika nafasi. Nina maswali labda mawili na ambao ningetamani kuyajua, hasa kwenye ile somo la kukua kiroho. Na alianza baba kutueleza kwamba Ukristo ama wokovu ni kama mtoto aliyezaliwa, na akatoa ule mfano wa ule mtoto ambaye alionekana kuwa ana sickle cell. Swali langu la kwanza linakuja hapo. Je, kuna uwezekano mkubwa sana
wachungaji wakafanya watoto wa kudumaa? Swali la pili ninasema unasema kuna watu ukiwasikia akiomba unajua kabisa huyu ni mtoto mchanga. Kuna jinsi ya kufundisha mtu maombi ili awe amesimama, anaonekana ni mtu aliyekomaa kiroho? Hayo ndio maswali yangu mawili. Asante. Sasa mtumishi wa Mungu, kwa maswali yako mawili, naomba nirudi katika swala la kwanza kwenye ufafanuzi. Neno kudumaa, fafanua hapo. Kudumaa ni kwamba unamaanisha mtu asikue kiroho, kwamba kwa sababu mtoto anapokuwa kiroho amelishwa, lakini ule wa kiroho kimwili amelishwa na mzazi wake. Akatumia mfano kwamba mtoto anaweza kunyeshwa maziwa ya mama mpaka miaka 3 ili aweze kukomaa vizuri. Nikauliza, je, kiroho kuna watu waliodumaa kwa sababu ya watumishi walioko nao, kwamba hawakukoa kiroho kwa sababu ya wale wachungaji kwenye kanisa alilopo? Okay, asante sana. Basi umeweza kueleka vizuri kabisa. Na mnikaribishe mtu yote kwanza kabla sijamuita mwalimu wa siku ya leo. Masomo umesikia mawili hapo. Swali la kwanza lipo kwenye wokovu. Ameweza kutoa mfano kwa mwalimu alizungumza kuhusu mtoto ambaye hajaenda kukua kutokana na maumbile, niseme kutokana na umri, na jaribu kuparaphrase, na akatoa mfano wa mtoto mwenye sickle cell. And then sehemu ya pili nataka kujua, je, watumishi wa Mungu wanaweza kusababisha mtu ama Mkristo yule asiwe amekomaa, anaonekana kama bado kidogo hajakomaa Kikristo? Nikaribisha mtu hapo kwanza kabla sijamuita mwalimu. Kama unazungumza hapo. Amen. Nimemsikia kwanza mchungaji Mongi, nitakuja back kwake, nitakuja kwa dada Messi, na waona watu wawili. Karibu mchungaji Mongi kwa kama dakika 2-3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kujibu kwamba kama ambavyo mzazi anaweza kumdumaza mtoto, hata mchungaji anaweza, maana ni mzazi mwingine, kwa jinsi ambavyo yeye atakavyokuwa mvivu na kumsikia Roho Mtakatifu, ndivyo atakavyomfanya mwanafunzi wake. Lakini akiwa yeye ni msomaji wa neno na anakuwa tayari kuonyeka na kuongozwa na Roho Mtakatifu, rahisi kumtengeneza mwanafunzi wake. Maana tumetumwa na Yesu kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi na sio washirika. Kwa hiyo inawezekana kabisa kumfanya mtoto akakomaa kwa msingi ambao atampa wa mafundisho ya kujitegemea, sio kutegemea mwongozo wa mchungaji mwanzo mwisho. Hilo ni jibu langu kwa swala la kwanza. La pili sikulisikia vizuri. Nimeshika ile la kwanza ambalo nimenote down. Amen. Asante sana. Alisema kwamba mtu mzima lakini akiingia kusali, you can tell kwamba Jacob anafika katika sehemu ya jibu swala la kwanza. Kwa mawazo yangu inawezekana wapite na sehemu hiyo vile vile. Okay, sawa. Amen. Asante sana. Dada Messi pale Connecticut, karibu. Amina. Asante kaka Jerry, Mungu akubariki. Asante baba mchungaji kwa somo zuri sana. Mimi nitajibu kwa uelewa. Kama maneno ya Mungu yamesema kwamba kuna akili, kwamba wapewe maziwa yasiyogoshiwa. Ukiangalia maziwa yasiyogoshiwa, ina maana kwamba neno ambayo alijachanganywa, maziwa fresh, yani kwamba maziwa hajawekewa maji, hajawekewa chochote, ndio maziwa yasiyogoshiwa. Kwa hiyo ina maana neno la Mungu uweze kulifundisha kama lilivyo, ili yule anayesikiliza aweze kukua na kuelewa kama neno lilivyo. Na mara nyingi kwa sababu nilipita kidogo kwenye chuo pia, mara nyingi maprofesa wanasema kwamba uwe unajiongeza, kwamba pamoja na kwamba unafundishwa, wewe pia uwe ni mtu unayejitahidi kulisoma neno la Mungu. Kumbuka wao wachungaji ambao wanatufundisha ni wanadamu pia, na wao pia wanaweza wakapitiwa kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiziwa sana kulijua neno ili uweze kupambanua
mema na mabaya, na mchungaji pia amesema hilo katika mafundisho yake. Kwa hiyo nataka kusema kwamba yes, kunaweza ukaduma kutokana na kwamba neno hujalijua, na ukadumaa kutokana na kwamba mchungaji pia ni mwanadamu, anaweza asifundishe kukupa yale maziwa yasiyogoshiwa. Kuna wakati anaongeza ya kwake na anapunguza ya kwake. Na ile swali la pili, niweze kusema ya kwamba katika kuomba utaweza kujua kama mchungaji alivyosema ya kwamba, kama muuliza swali, kutokana kwa sababu tunaishi katika neema. Kwa hiyo mtu anavyoomba, kama mchungaji alivyosema, kwa unakuta mtu kwamba anaomba anamuombea mtu mabaya, kwa sababu kama Mkristo kwa kweli hatutakiwi kufanya hivyo. Unatakiwa mtu muweze kumwombea rehema. Ndio maneno ya Mungu yanasema kwamba waombeni wauzi na watakieni mema. Ukifanya hivyo unampalilia mkaa. Kwa hiyo aliyokomaa anakuwa anajua kwamba akimwombea mema, akimwombea mazuri, anapalia mkaa, kwa sababu kisasi ni cha Bwana, sio chako wewe mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanadamu ukienda katika kuomba, ukaanza kuomba kumtakia mtu mabaya, kweli kabisa unaonekana kwamba wewe hujalijua neno vizuri. Unaweza kuwa unajiona kwamba unalijua, lakini hujalijua neno, kwa sababu Mungu hatuelekezi kufanya hivyo kama watoto wa Mungu. Amen. Asante sana. Maamaro pala Wichita amekuwa mvumilivu. Asante kwa mvumilivu huo. Nitakuruhusu Maamaro, and then nitakuja kwa Sofia, atakuwa mtu wa mwisho kwa siku leo kwa sababu muda. Maamaro, karibu. Asante sana mtumishi Jerry. Nilikuwa ninakazia tu mawili matatu kama wenzangu walivyotangulia, especially kwenye lile neno la kwamba kama unakuwa chini ya mchungaji fulani, usipolishwa vizuri unakomaa. Kama unavyoona mtoto usipompa balance diet, usipompa chakula vizuri, anakuwa na malnutrition, anakuwa na kwashako. The same apply kwenye kiroho. Unaweza ukawa na kwashako ya kiroho kabisa, kwa sababu pale ambako kuna watu wengine unakuta wamekulia eneo fulani, msingi waliokuwa nao, yani wanakuta wanaelewa kitu fulani na wanaenda nacho hicho, na wengine wanawawekea hata mipaka kwamba msiende kula sehemu nyingine, hii ndio madhabahu ya kweli, sehemu nyingine hamna. Mtu kama huyo akikulia namna hiyo atakuwa na malnutrition, kwa sababu lazima tuwe na balance diet ya kiroho, kwa sababu ndio maana Mungu ameweka wachungaji, kaweka manabii, kaweka walimu, kaweka watu, ili nini? Kila mtu katika neno hilo ana supu ya kutoa. Ile supu ndio inayokupa balance diet ya kiroho. Sasa wewe ukikaa sehemu moja tu unaifundishwa labda kitu kama hichi, ni kulia, unalia kuanzia Januari mpaka Disemba, utadumaa, hautakuwa. Lakini utakapoondoka ukajua pale yule anafundisha, ukalisikiliza lile, huko ndani kunakuwa unapiga hatua, na huko unaendelea kusoma na wewe neno lako unaendelea kukua. Lakini ukidumaa kwenye kuangalia mtiririko mmoja, utakuwa na malnutrition ya kiroho, yani inakuwa shako kabisa ya kiroho zipo na unakwama. Na hiyo inategemea misingi ya pale ulikokuwa, usipojaribu kujichanua kwenda. Sababu kuna na wengine unakuta watumishi anasema usiende kule. Ni somo zuri Baba Mungu ambalo amekufunulia. Mungu atusaidie tujue kwamba tutapigaje hatua, kwamba tunahitaji kwa kweli kuyajua haya ili tuweze kukua na kupiga hatua. Mungu awabariki sana. Asante sana. Majibu yote watu wapita pale, lakini nilimwahidi Dada Sofia nitampa dakika 2 za mwisho kutoka pale Florida. Karibu. Kajeli, amen. Kwanza namshukuru Mungu sana Pastor Nasua kwa somo zuri, na nadhani swali zuri sana, na ndo ambalo linaleta mitafaruku mingi sana, mikanganyiko mingi kwenye mwili wa Kristo sasa hivi. Mimi sipo mbali sana na majibu ya waliotangulia, labda tu mimi naweza tu nikaongezea kidogo. Unaweza kanisomea Yeremia sura ile ya 3 mstari wa 15, Biblia Habari Njema au Biblia yoyote ile, kama mtu anaamini. Niko mbali kidogo na Biblia. Amen. Nilo mtu yote changamki hapo. Amesema Yeremia ngapi? 3:15.
Kama yupo mtu yuko tayari, ama mnaweza inge jump in. Yeremia 3:15. Naam. Nimeiona kwa sababu muda ni jump in hapo 3:15. Asante za mbele takukutia. Amen. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowakilisha kwa maarifa na fahamu. Amen. Amen, amen. Unaona, kwa hiyo wachungaji wana nafasi kubwa sana ya kuweza kumfanya mtu asikue kiroho. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu atatoa wachungaji watakaowalisha watu wao kwa maarifa na ufahamu. Kwa mfano, unaweza kukuta wakati mwingine pengine mchungaji kwenye kanisa hashirikishi watoto wachanga ambao wanakuja kanisani, pengine kwenye masuala ya huduma, labda kwenye masuala ya uongozi. Kwa hiyo anakuwa tu kila kitu anashikilia yeye, mhasibu yeye, mwanzisha sifa yeye, mfanya hivi yeye. Kwa hiyo wale wengine hawawezi wakakua. Kwa hiyo mimi nachangia kwa 100% kwamba wachungaji wana nafasi kubwa kumfanya mtu adumae, na wana nafasi kubwa sana kumfanya mtu aendelee kukua kiroho. Kama wengine walivyosema, mafundisho yao pia yana mchango mkubwa kunifanya mimi niweze kwenda mbele, niweze kuona ya kwamba hapa natakiwa kufanya hiki nimeona mchungaji. Na hata hiyo hoja yuko anasema Mama Maro ya kwamba inabidi nijiongeze, ni sawa, lakini Biblia inasema sauti na kondoo anaisikia sauti ya mchungaji wake. Hata kwa nyakati tulizokuwa nazo, hata kama ukiona kwa mchungaji wako haushibi, basi jiridhishe kabisa Roho Mungu amekuambia tafuta maarifa mahali pengine, au nenda kwa mahali pengine ukapate maarifa zaidi, kwa sababu Biblia inasema atawapa wachungaji watakaowafundisha kwa maarifa na ufahamu. Lakini usitoke chini ya mchungaji ambaye Mungu amekuweka kwa sababu pengine unadhani labda mchungaji huyu ana mafundisho manyonge, labda pengine hayawi vile. Unless otherwise uliingia hapo kwa akili, basi na utatoka kwa akili. Lakini kama Roho Mungu alikupanda hapo, alijua amekupanda kwa mchungaji ambaye ataweza kukulisha, ataweza kukunywesha, labda kama mwenyewe mchungaji akengeuke njia kabisa. Kwa hiyo mimi nina support kabisa, ni kweli kabisa wana nafasi kubwa ya kunifanya mimi nidumae. Amen. Amen. Sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia kwa changizo hilo. Sasa nienda kwa mwalimu wa siku ya leo ambaye afundisha hili somo. Ameweza kupata majibu mbalimbali katika maswali mawili. Kwa mtazamo wako, kondo wako hapo katika ulichokuwa unakifikiria, ama kuna kitu tofauti unataka kujibu katika hili, mchungaji Nasua? Karibu. Kwa ukweli kabisa wachangiaji wamezungumza vizuri kabisa. Yaani hapo hakuna cha kuongezea. Mchungaji anaweza sababu na pamoja kabisa ya wewe mwanafunzi kutokukomaa kiroho pamoja. Na niseme kwa sehemu kubwa ndio chanzo cha matatizo, kwa sababu wenyewe hawalijui neno. Na kama ulijui neno, kile utakachokitoa ni kitu ambacho sio sahihi. Na kama sio sahihi, watoto wako ndio watakishika hicho na ndicho atakwenda nacho. Na ndio maana kwenye chuo chetu cha Biblia tulisema mtu yoyote ambaye atakuwa profesa, na kama atamfundisha mtu aliyemaliza darasa la 7, lakini lazima huyu mtu awe ni msomi wa PhD, na sio PhD ya kawaida. Yaani hata alipokuwa anasoma hiyo PhD tusikie kwamba alikuwa katika grade nzuri. Sio kwamba alikuwa tu anakuwa wa mwisho. Kwa nini? Kwa sababu tunataka wanachuo wetu walielewe neno inavyotakiwa. Hata yeye mwenyewe akaenda kukenga huko mbele awe ni yeye. Na kwenye madhabahu yetu kadhalika, watu wote wanaofundisha hapa wengi unaona kwa kweli wanajitahidi sana kusimama Mungu anavyotaka. Na endapo tukiona mtu ambaye anahitaji msaada, na tunawaona, tunaikala pembeni, tunasaidiana. Zetu sema hivi, hebu tupe ufafanuzi zaidi, tunamsaidia. Lakini tunataka mtu alipate neno sahihi. Na usipopata mtu atakayepata neno sahihi, wewe utapotea. Na maombi yako lazima atakuwa wiki. Nashukuru kwenye hilo la maombi watu wamechangia sana. Atakuwa wiki. Bwana Yesu asifiwe.
Nishukuru sana kwa watu waliochangia hapo, mambo mazuri sana. Amen. Asante sana katika hilo. Basi kipoto kwa naomba nirudi kwa muuliza swali mwalimu Glory kutoka pale Arusha, Tanzania. Je, tumekusogeza ama tumekuvuruga? Karibu. Asante, majibu yako sahihi. Naomba kwa sababu ya muda tuko sawa sana. Asante baba mchungaji kwa somo zuri sana. Ninaisubiri sana wiki ijayo kwa nguvu zote. Mungu akubariki, Mungu atupe neema ya kulifahamu neno. Amen. Sana katika hilo. Basi nichukue nafasi kwa sababu ya muda kuweka nukta. Niwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa siku leo. Nitarudi kwa technology zangu za kama kawaida, lakini kwa hivi sasa basi mniruhusu nimkaribishe kiongozi wetu wa Outreach Ministry ili aweze kutuongoza katika declaration yetu ya mwezi huu wa ngapi? 11. And then baada hapo nitamkaribisha mwalimu wa siku ya leo, lakini katika kofia tofauti ataingia kutoa benediction, and then from there taisha kipindi kwa siku ya leo kwa sala ya jioni. Outreach Ministry, karibuni. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Dr. Nasua kwa somo zuri. Tumeanza vizuri. Asante sana viongozi wote na wasimamizi wa Bible Study. Basi sisi mwezi huu tunasimama na mada tuna mada ya kuombea watoto wenye usonji au mtindio wa akili kwa Kiswahili, kwa Kiingereza autism, katika nchi ya Marekani, katika state yako, katika county uliopo, mtaa, nyumba unayoishi. Kataa roho ya usonji kwa watoto wadogo. Na tunasimama na neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Isaya sura 53 mstari ule wa 5b, nasema kwa kupiga kwako sisi tumepona. Basi twende mbele za Mungu kwa dakika moja, tumwambie Mungu watoto hawa tunatangaza uzima, uponyaji na afya njema katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu wa majeshi, mbingu na nchi tunakuja mbele zako Mungu sana juu mbinguni. Baba, tunakuja kwa watoto wote katika nchi ya Marekani. Tunakwenda kinyume na roho ya usonji, roho ya mtindio wa akili katika nchi ya Marekani, katika state yangu ya Florida. Mungu, tunatangaza uzima kwa watoto, afya njema Bwana, brain zao, akili zao Baba nitafanya kazi vizuri kuliko vile ambavyo Bwana tulifanyia. Asante kwa kuwaponya, asante kwa kuwafungua, mkumbuke hata sijei, kumbuke mtoto wa Rusi, wakumbuke watoto wa jamii ya waaminio, Bwana mfalme wa amani. Mungu usiwaache, usiwafiche Baba, kumbuka utumishi wa mama zao, kumbuka utumishi wa baba zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kukuamini. Asante Bwana, asante Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Mbarikiwe sana, Mungu awabariki. Karibu Dr. mtumishi wa Mungu, na Bwana atakubariki sana. Basi nichukue nafasi kwanza kulishuhudia katika Bible Study katika mkutano kila Jimmy Mseso na ala wakati kubwa na nzuri mnaifanya. Wabariki sana. Amen. Jambo la pili ni kuhamasishe kuja kwenye sehemu ya pili ya somo hili, kwa sababu hapo tulikuwa tunaweka msingi tu, lakini sasa tunakwenda kwenye vitu halisi. Ambavyo mtoto tunakwenda kwa undani ya moyo usikose, kwa sababu hii itakuwa ambayo ujitahidi sana usikose. Basi Mungu tunakuja kwa nguvu, upendo na watu yeye awatende, awatunze na wafanikishe katika kila kitu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.
Sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa kutushiriki kipindi kwa sala ya jioni na vile vile kutufundisha vizuri kabisa katika sehemu ya kwanza ya kipindi chetu. Kipekee ni washukuru wote ambao pata nafasi ya kuchangia ama kuuliza maswali kwa siku ya leo. Mwalimu Glory Show kutoka pale Arusha, Tanzania, mchungaji Nancy wa Mongi pale Tanzania vile vile, Sister Mercy Lazaro wa Connecticut, Mama Maro hapo Wichita, Kansas, mwalimu Sofia wa pale Florida. Na tambo vile baadhi ya wale ambao nimeona katika line kwa siku ya leo pamoja nasi katika kipindi chetu. Kaniposema Dr. Nasua akiwa kufundisha kwa siku ya leo, umeweza kumsikia Amaro akichangia. Wapo na kuweza kusikia vile vile yuko Minister Jessica Kataraia, yuko mama mchungaji Anet Kapangalamuna, yuko mwalimu Olivia Andrews, yuko mchungaji Mangesho, mchungaji Mwasa Mbungu, vile vile yuko mchungaji Bupe Mwakamela. Na dawati kwa nafasi kwa shukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka basi tunavyosema mtumishi, sehemu ya pili itakuwa ni wiki ijayo muda na wakati kama leo tarehe 13 kwa huku Marekani, Novemba hiyo 14 alfajiri kwa nyumbani East Africa, katika sehemu yetu ya pili. Kwa niaba ya dawati zima la Umoja Church Bible Study na Priska Mungai Mshama pamoja na Hilda Biabatukari, wote hawako katika kipindi kwa siku leo, Brother Jimmy Msemo, Brother Allen Mfuru, na naitwa Jerry Mkonyi. Tuatikao tamana Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Kumbuka basi kuishi kipindi hiki ni mwezi wa pili vingine vijavyo kwa sana makanisa moja. Prayer line kwa hewani kama kawaida saa 12 asubuhi katika namba yetu ile ya prayer line. Amani ya Bwana, jioni njema, usiku mwema, alfajiri njema kutokana na majira na wakati pale ulipo. Amen. Amen.